Majlisi hii ni muendelezo au inaungana na ni ukamilifu wa majlisi ya jana ambayo tulihusisha juu ya maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdussalam ibn Taymiyyah al-Harrani rahmatullahi ta'ala alayhi, maneno ambayo baadhi ya watu wanadai kwamba kwa maneno hayo Ibn Taymiyyah rahimahullah ameyajuzisha maulid na kwamba ihtifalatu za maulid zafaa na sio bid'a, jambo ambalo ni makosa ya wazi. Na haya tuliwahi kuyazungumza siku za nyuma, lakini kwa tafsiri zaidi tumeona tuyafanye mambo haya kwa majlis maalum. Na hao waliomnukuu wamekosea. Kwa hiyo wamemkosea Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwa kuyachukua maneno yake na kuyaelekeza mahali ambapo yeye mwenyewe na kuyachukua maneno ya mwanachuoni na kuyaelekeza maneno ya mwanachuoni na kuyaelekeza kwenye maana ambayo hakuikusudia yeye mwenyewe ni kumkosea na si sawa. Na jambo hili linatokea kwa sababu nyingi tu. Miongoni mwa sababu hizo, moja ni ufahamu. Mtu anaweza akachukua maneno ya mwanachuoni kwa kuwa hakuyafahamu, na kutokufahamu kuna sababu nyingi sana, lakini moja katika sababu ni kutokufahamu, na sababu ya pili ni kufuata matamanio ya nafsi. Mtu anaweza kujua, ana ufahamu, akaelewa, lakini nafsi yake haimuongozi kwenye kuusema ukweli, akaamua tu kuyapindisha maneno ya mtu fulani yakaelekea kule anakotaka yeye. Hili jambo lipo, na hii ni kawaida ya Mayahudi, Manasara, hata mushrikun, bali baadhi ya makundi ya kipotofu wana tabia hizo kwa sababu ya kughilibiwa na hawa ya nafsi. Lakini hii sababu ya kwanza ya kutokufahamu ndiyo iliyoenea zaidi, hasa kwa watu wenye kudhaniwa vizuri. Pengine hapa hakufahamu kwa sababu ya ujinga. Hii ni moja. Mtu anaweza akawa hakufahamu, si kwamba ni mjinga, bali amefanya uzembe katika kuyachukua maneno pasi na kuyazingatia maneno yale kwa kufuata misingi yake na taratibu zake. Amezembea katika hili. Na inawezekana sababu nyingine na ubinadamu pia nao upo, lakini ni kosa, itabaki kuwa ni kosa unapochukua maneno ya mwanachuoni ukayaelekeza mahali ambapo yeye hakukusudia. Na tumeona sisi kwenye mazungumzo yetu ya jana ni kwamba baadhi ya watetezi wa mambo ya bid'a
hususan hasa ihtifalat bil Maulid an-Nabawi wameyachukua maneno haya ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wakaelekeza wanapotaka wao, na miongoni mwao ni Sheikh Muhammad bin Abi Bakr al-Burhan, Allah amrehemu amsamehe makosa yake. Kwenye kitabu chake As-Sa'iqatu al-Muhriqa ala al-Firqati al-Mariqa, pale alipoyanukuu maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh huyu tumejaribu kuyakosoa maneno yake kwenye kitabu chake hiki katika nukta mbili, pamoja na kwamba ziko nyingi, lakini nukta mbili kuu za wazi kabisa ambazo yeye ameteleza. Ni moja ni ile tulitaja katika majlisi zilizopita, masala ya at-tarku kwamba ni adamu dalil wa adamu dalil laysa bidalil. Tukafafanua kwamba maneno haya yana makosa na yamejengwa katika msingi mbovu, kwa hiyo si maneno sahihi, na usahihi ni kuwa neno jambo la at-tarku lina tafsil au kuna tafasil ambazo haifai kuelezwa kwa ijmali ya aina hii, na ni makosa kiilmu. Lakini pili ni kuta hii ambayo tuko nayo leo, pale Sheikh alipodai kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ameyajuzisha maulid kwa maneno yale, fata'dhimu al-maulid واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. sisi tukamwambia hapana, Sheikh hapo amekosea katika kunukuu maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na kuyaelekeza mahali au kwenye maana ambayo yeye hakuikusudia. Kwa ufupi ni kwamba hakumuelewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amekusudia nini, kwa sababu mbalimbali. Miongoni mwa sababu hizo ni kwamba yeye ameyachukua maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah juu juu na hakunukuu kutoka kwenye masdari yake, amenukuu kutoka kwa mtu aliyenukuu, naye ni Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani'. Lakini angekwenda kwenye chanzo cha maneno hayo ambayo ni masdari ya maneno hayo kwenye kitabu cha Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, angetazama ile baadhi anayokusudia pale, kwa sababu qad yaf'aluhu ba'd an-nas. Hiyo baadhi anayozungumza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni ipi? Kwa hiyo angelazimika kusoma mwanzo wa faslu ili amuelewe. Angekutana na maneno yanayoonyesha ya kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hakubaliani na mambo ya ihtifalat bil Maulid an-Nabawi, wakadhalika ma yuhdithuhu ba'd an-nas imma mudahatan lin-nasara fi milad Isa alayhi salam, wa imma mahabbatan lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhiman lahu, au kama qala rahimahullah ta'ala. والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ يوم مولده صلى الله عليه وسلم عيدا. angekutana na maneno hayo ndio angemfanya aelewe. Kadhalika maneno yalikuwa kabla, alipokuwa akiwazungumzia maulama almujtahidun ambao wamefanya baadhi ya makosa kwa kutoa hukumu zisizolingana na dalili, waliteleza katika jambo hili, kwamba watu hao baadhi hiyo iliyojitahidi ikafanya mambo hayo kwa dhana ya kwamba ni mambo ya sawa, na wao wamefikia katika daraja ya jitihadi, watalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa jitihadi zao na si kwa lile kosa walilofanya. Angeliona hilo kweli, ingemuongoza katika kutoa fatwa au katika kuyafahamu maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kwa sababu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yeye mwenyewe wazi wazi amesema, au msimamo wake anaona kwamba kuweka misimu na sherehe za kidini ambazo sheria haikuziweka kama vile misimu ya Maulid katika mwezi wa mfungo sita, kufanya namna hiyo ni kuzusha katika dini. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hilo ameliweka wazi na tumelifafanua kwenye majlisi ya jana. Pia kukusanyika katika
katika msimamo wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kukusanyika kwa ajili ya maulid, yeye anaona ni bid'a kwa sababu waliotangulia hawakufanya mambo hayo, na kadhalika anaona kwamba mikusanyiko hii si kheri, na laiti ingelikuwa ni kheri, tena kheri iliyotakasika, kheri iliyo na nguvu, basi masahaba, tabi'in, maimamu ambao sisi tunadai kuwafuata kama al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala, wao na wanafunzi wao na mashekhe zao hawakulifanya jambo hili. Sasa lao ingelikuwa ni kheri, basi wao wangetutangulia kwenye kuifanya kheri hii. Huu ndio msimamo wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah.